Katika zama hizi za maendeleo ya teknolojia, huduma za kifedha kwa njia ya simu ya mkononi zimekuwa suluhisho kwa changamoto nyingi za biashara. Moja ya huduma zinazobadilisha mfumo wa malipo kwa wafanyabiashara ni Mixx by Yas, huduma ambayo zamani ilikuwa ikifahamika kama Tigo Pesa. Huduma hii inatoa urahisi kwa kutuma na kupokea pesa, kulipia bidhaa kwa njia ya lipa namba na hata kupata mkopo kwa wafanyabiashara. Mmoja wa watumiaji wa huduma hii anasema kuwa zamani kulikuwa na changamoto kubwa ya kutafuta chenchi baada ya mteja kulipa kwa pesa taslim, lakini sasa huduma ya Mixx by Yas imemrahisishia biashara kwa sababu malipo hufanyika kwa kiwango sahihi bila kero ya kutafuta chenchi. Kwa zamani tulikuwa na changamoto ya chenchi, yani kwa mfano hivi kuhudumia nini mtu akija, yani kutafuta chenchi ilikuwa ni tabu sana, ni mpaka uingie mtaa pili kama hivyo. Sema kwa sasa hivi kuna nani imekuja imeturahisishia Mixx by Yas. Yani mtu akilipa hivyo anakuwa akashatoa pesa na chenchi tayari anaipata hapo hapo kwa urahisi. Nao wafanyabiashara wengine wameeleza namna mabadiliko ya matumizi ya malipo kidijitali yalivyochochea ufanisi katika biashara zao. Wanafunzi wa vyuo wengi wanaweka pesa kwenye simu, wanatumia na wazazi wao. Kwa hiyo wanafurahia sana huduma hii kwa sababu inarahisishia na makato ni kidogo sana. Baada ya kutumia huduma akilipa makato ni kidogo sana. Kwa hiyo wateja wameongezeka sana kupitia huduma hii. Kabla ya kukutana na Mixx by Yas nilikuwa nakutana na changamoto ya kupoteza wateja, kwa sababu sometimes mteja anaweza akaja hapa dukani kwa ajili ya kupata asali ili aweze kulipia bidhaa, lakini kwa sababu nakuwa hatuna hiyo lipa kwa simu kwa maana ya Mixx by Yas, kwa hiyo mteja anaona kwamba ni bora aende sehemu nyingine. Kwa hiyo ikawa inapelekea kupoteza wateja wengi na kupoteza mauzo. Nimepata ongezeko kubwa sana, wateja wameongezeka na wateja wanafurahia kwa sababu kupitia malipo ya Mixx by Yas huduma ni rahisi kabisa, hamna makato, yani ukiwa unatoa gharama ni ndogo. Malipo taslimu naweza kuwa nanunua bidhaa kutoka sehemu mbalimbali. Kwa kutumia pesa taslimu inakuwa ni ngumu zaidi kwa sababu inatakiwa eneo hili niwepo, tofauti na Mixx by Yas, kwa sababu Mixx by Yas inaweza nikatumia niko sehemu yangu ya kazi na nanunua bidhaa kutumia sehemu nyingine ambapo inaweza kutumia Mixx by Yas na pesa yangu ikaweza kwenda na nikafanya business kama kawaida. Katika suala la usalama wa malipo, Jeremia Jesus Chacha ambaye ni mfanyabiashara pia amesema kuwa anahisi usalama mkubwa zaidi anapotumia Mixx by Yas kuliko pesa taslim kwa sababu huduma hii ni rahisi na inazuia hatari ya kupoteza pesa. Imenisaidia kwa wateja wangu, pia nimewarahisishia ulipaji kwa anayetaka, kwa sababu huduma hiyo imeletwa mbadala kwa ambao wanatembea bila keshi, unafanya malipo yako kupitia simu. Kwa Mixx by Yas imenisaidia sana na upande wa lipa kwa simu imerahisishia pia hata biashara yangu imekuwa vizuri sana na mzunguko umekuwa vizuri. Kwa upande wake, Christian Urasa, mtoa huduma kwa wateja wa Mixx by Yas mkoa wa Tabora, amesema kuwa wameona maendeleo makubwa ya matumizi ya huduma hii, ambapo ameeleza kuwa mbali na kutuma na kupokea pesa, huduma hii inawezesha watumiaji kulipia bili za serikali, kufanya malipo kwa mitandao mingine na hata kupata mkopo kwa ajili ya kununua bidhaa mbalimbali mtandaoni kwa kutumia Mastercard. Tunashuhudia maendeleo mengi kwa sababu huduma zetu za Mixx by Yas ni huduma ambayo inamwezesha mteja kupata huduma mbalimbali ambazo katika jamii atakuwa anazihitaji. Mfano, anaweza akatuma fedha, anaweza akatoa fedha, anaweza akatuma fedha kutoka kwenye akaunti zetu kwenda benki, lakini kutoa benki kutuma kwenye akaunti zetu, anaweza akalipia bidhaa pia, lakini pia anaweza akalipia bili, mfano bili za maji, umeme, anaweza akalipa malipo ya serikali, anaweza akalipia bidhaa mbalimbali kupitia huduma yetu ya Mixx by Yas. Pia anaweza akapata mikopo, ipo mikopo mbalimbali ambayo sisi tunaitoa. Mfano, unatuma fedha, anaweza akapata kuna huduma tunaita Boostisha ambayo inamwezesha mteja kuweza kumaliza muamala wake na kuutuma. Mfano, unatuma shilingi 10,000 lakini una shilingi 8,000, Boostisha inaweza kuongezea shilingi 2,000 na kutuma. Lakini ziko huduma pia za mikopo zingine. Anaweza kupata huduma za vikoba, anapata huduma za kibubu kuhifadhi hela yake,
Kwa hiyo ziko huduma mbalimbali, na hayo ni miongoni mwa maendeleo ambayo tulionayo katika Mixx by Yas. Kwa ujumla, huduma ya Mixx by Yas imeleta mapinduzi katika sekta ya biashara kwa kurahisisha malipo, kuongeza usalama wa fedha na kupunguza changamoto kama upatikanaji wa chenchi. Wafanyabiashara na wateja wengi wanaendelea kufaidika na huduma hii, na matarajio ni kuona biashara nyingi zaidi zikihamia kwenye mfumo huu wa malipo wa kidijitali. Asante kwa kufuatilia sehemu ya simulizi hii, jinsi Mixx by Yas ilivyobadilisha biashara kwa malipo ya kidijitali. Mtayarishaji ni Lukman Omri Juma na niliyekusimulia naitwa Mshenga the host kutoka CGFM Radio.